Mkristo wa rohoni, Mkristo wa rohoni alivyo au anavyoishi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ndugu zangu, tunataka tutazame mambo haya kuhusu Mkristo wa rohoni alivyo au anavyoishi. Tunaposema Mkristo wa rohoni, Mkristo wa rohoni ana namna anavyoishi. Mkristo wa rohoni anazo tabia zake. Bwana Yesu atusaidie sana. Huyu Mkristo wa rohoni, baada ya mtu huyu kuwa amebadilika, ametoka dhambini, amemjua Kristo, anaanza kuishi mambo ya roho. Anayo hekima ya Roho Mtakatifu. Na kumbuka ujumbe wetu tunasema Mkristo wa rohoni jinsi alivyo. Na jambo la tatu tunasema Mkristo wa rohoni anayo hekima ya Roho Mtakatifu. Nisome mstari wa 10. Mkristo wa rohoni anayo hekima ya Roho Mtakatifu, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Oh, haleluya, Yesu makofi. Kwa hiyo unaweza kuhangaika na vitu vingi katika dunia hii unayoishi, usipate hekima. Ukitaka kujua kwamba Mkristo wa rohoni anapaswa aishi maisha ya hekima, kisome kitabu cha Methali. Ndio utajua kwamba hekima inatoka kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatoa hekima kwa mtu wa rohoni, na mtu wa rohoni anapokea hekima kutoka kwa Roho Mtakatifu. Yawezekana hata yale ambayo watu wanakushangaa nyumbani kwako au mjini unapoishi ni kwa sababu haupokei kutoka kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nitazame mambo haya matatu ya muhimu sana kwenye sehemu ya kwanza. Nikasema Mkristo wa rohoni anayo mafunuo ya kimungu. Lazima uwe na mafunuo ya kimungu. Uone kama Mungu anavyoona. Sema utazame kama Mungu anavyotazama katika ulimwengu wa roho. Mtu wa rohoni anaona mbali. Mtu wa rohoni haoni karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko rohoni utaona mbali. Utaona yanayokuja kabla ya. Utaona maadui zako kabla haja kufikia. Utaona uharibifu unaenda kutokea katika nchi. Mtu wa rohoni anakuwa na mafunuo ya kimungu kwenye maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana lisifiwe sana. Unakuwa na mafunuo yenye nguvu. Unakuwa na nguvu ya mafunuo inakufunulia kutoka kwa Mungu. Wewe ndio Mkristo wa rohoni jinsi alivyo. Lakini jambo la pili kwenye sehemu hii, nikasema Mkristo wa rohoni hupokea kutoka kwa Roho. Jinsi alivyo anapokea kutoka kwa Roho Mtakatifu. Maisha yako uzima ulionao unapokea kutoka kwa Roho. Yesu makofi. Kwa hiyo Mkristo wa roho jinsi alivyo anapokea kutoka kwa Roho, hatapokea kutoka kwa watu. Na ndio maana mmekuja kwenye ibada, mmekuja kupokea kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kupokea vitu vyenye uzima uende wapi? Uende wapi? Kwenye mnada. Ukitaka kupokea vitu vya uzima uende kanisa. Ukitaka kupokea muujiza uende wapi? Kanisa. Kwa hiyo Mkristo wa rohoni anapokea kutoka kwa Roho. Usibabiwe. Watu wa rohoni apokei mambo ya dunia. Mkristo wa rohoni jinsi anavyoishi, anajua siri. Anajua aliyokirimiwa na nani? Na Mungu. Wewe unapaswa ujue uliyokirimiwa na Mungu. Sababina uyachue Mungu anataka ufanye nini. Neema Petro, Mungu amekukirimia nini hapa kanisani? Guresi mwinjilisi, Bwana amekukirimia nini hapa madhabahu? Pastor Elsa, Mungu amekukirimia nini? Na Pastor Dota ajue kwamba Mungu amemkirimia nini. Huyo ndio mtu aliye wa rohoni anaishi. Anachua aliyokirimiwa na nani? Na Bwana. Nikusema mstari wa 12 tena.
Fungua macho yako uelekeze kwenye Biblia. Sasa kuna Biblia inasemaje wapendwa? Lakini sisi hatukupokea roho wapi? Ya dunia bali roho atokayo kwa Mungu mpenyefu mauti. Hatukupokea, hatukuokota ili tupokee tatu za dunia. Tumepokea roho wa Mungu atokaye kwa Mungu. Anashuka tu anakuja ndani mwako. Ndiye anayetuongoza. Roho atokaye kwa nani? Anasema sisi hatukupokea roho atokaye duniani. Mtu wa rohoni, hata kama mko kanisani ni mengi yanayofanyika, yeye anaona ni kawaida, hayamsi, anayabeba kwa sababu ni wa roho. Mtu wa rohoni apokee umbea. Mwambie mwenzako unapokea umbea. Unapokea umbea. Bwana sasa. Mtu wa rohoni mambo ya dunia anaweka pembeni. Masikio yake anaweka pamba. Sema